بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، tunaendelea na darasa letu la tafsir katika suratu al-Asr. Bismillahir Rahmanir Rahim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, illa alladhina amanu wa amilus salihat, isipokuwa wale walioamini. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini. Wa amilus salihati, na wakatenda yaliyo mazuri mema. Watawasau bilhaqi, na wakausiana kushikamana na haki. Watawasau bisabri, na wakausiana kushikamana na subira. Al-Imam Saadi kwenye tafsiri yake ameyataja haya yafuatayo katika aya hizi au aya hii ya mwisho, illa alladhina amanu mpaka watawasau bis-sabri. Anasema al-Imam Saadi, illa man ittasafa bi arba'i sifatin, isipokuwa yule ambaye atajipamba kwa sifa nne. Huyu ndiye ambaye atatolewa katika hasara, amevuliwa na atatolewa kwenye hasara, ambaye amejipamba kwa sifa nne. Akasema al-imanu bima amara Allah bihi min al-imani bihi. Sifa ya kwanza, al-imanu ni kuamini bima amara Allah bihi min al-imani, bima amara Allah min al-imani bihi, kuamini kwa yale aliyoamrisha Allah watu wayaamini. Hii ni sifa ya kwanza ambayo anayetaka au atolewe kutoka katika dimbwi la hasara awe amepambika kwa sifa hii, awe ameamini. Akasema al-Imam Saadi, wala yakunu al-imanu biduni al-ilmi, na wala haiwezi kupatikana imani pasi na elimu. Haiwezi kupatikana imani pasi na elimu. Fahuwa far'un anhu la yatimmu illa bihi, hivyo elimu ni tawi katika imani, haitimii imani illa kwa elimu. Wala amalu salih, na matendo mema. Hii ni sifa ya pili, kuwa na matendo mema. Anataka anusuriwe, asiwe katika dimbwi la waliokula hasara, apambike na asifike kwa imani. La kwanza, na imani haiwi bila ya ilmu, imani haipatikani bila ya ilmu. Sifa ya pili, wala amalu salih, apambike na matendo mema.
na matendo mema anasema al-Imam wa hadha shamilun li af'ali al-khairi kulliha, wa hadha shamilun, na hili limekusanya li af'ali al-khairi kulliha, matendo yote ya khairi, adh-dhahirati wal-batinati, yaliyo wazi na yaliyofichikana. Adh-dhahirati wal-batina, yaliyo wazi na yaliyofichikana. Al-mutaalliqati bihuquqillah, yanayofungamana na haki za Allah, wa huquqi ibadihi, na haki za waja wake, alwajiba walmustahabba, haki za wajibu na haki za sunna. Mpaka hapa tumezungumza mambo mawili. Al-iman, apambike na sifa ya imani, aamini yale ambayo Allah ameamrisha watu waamini, kwa maana ipatikane imani, na wala imani haipatikani kinyume na ilmu. Kwa hiyo ilmu far'un anhu, ni sehemu katika imani. Haikamiliki imani illa kwa ilmu. La kwanza. La pili, al-amalu salih, matendo mema, na hili la matendo mema limekusanya matendo yote ya khairi, yaliyo wazi na yaliyofichikana, yanayofungamana na haki za Allah na haki za waja wake, haki za wajibu na haki za sunna. Dhahiri hapo. Akasema watawasi bilhaqi, na kuhusiana katika haki, kuhusiana juu ya haki. Watawasi bilhaqi, na kuhusiana juu ya haki. Haki ni nini? Alladhi huwa al-imanu wal-amalu salih. Hiyo haki ni imani na matendo mema. Hiyo haki ni al-iman wal-amalu salih, ni imani na matendo mema. Kwa maana yusi ba'dhum ba'dhan bidhalika, wahusiane wao kwa wao juu ya hayo, wahusiane wao kwa wao juu ya hayo, juu ya hiyo haki ambayo ni imani wal amalu salih. Wayahuthuhu alayhi wa yuraghibuhu fihi, na amhimize mwenzake kunako hayo na amraghibishe. Wa yuraghibuhu fihi, na amraghibishe. La tatu hilo. Watawasi bisabri, na kuhusiana kushikamana na subra, ala ta'ati llahi, juu ya taa za Allah, wa an ma'siyati llahi, na kutokamana na kutomwasi Allah. Ya pili hiyo katika aina ya kuhusiana subra. Wa ala aqdari llahi almu'lima, na juu ya kusubiri juu ya kadari za Allah zinazoumiza. Hiyo yote inaingia watawasi bisabri, kuhusiana subra juu ya mambo matatu: subra kwenye taa, subra kuacha maasi, subra kuvumilia juu ya kadari zinazoumiza. Anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, fabil amrayn al-awwalayn, kwa mambo mawili ya mwanzo. Fabil amrayn al-awwalayn, kwa mambo mawili ya mwanzo, ambayo ni yapi hayo? Aba Khaythama, mambo mawili ya mwanzo ni yapi? Mambo mawili ya mwanzo
wal amalu salih. Ahsant. Fabil amrayni alawwalaini, kwa mambo mawili ya mwanzo, yukammilu al-abdu nafsahu, mja anakuwa ameikamilisha nafsi yake, kwa maana amefanya imani, yuko vizuri kwenye imani, lakini kadhalika amefanya katika al-amalu salih. Akiwa nayo haya mawili ameikamilisha nafsi yake. Fabil amrayni alawwalaini, kwa mambo mawili ya mwanzo, yukammilu al-abdu nafsahu, mja atakuwa ameikamilisha nafsi yake. Wa bil amrayni al-akhiraini, na kwa mambo mawili ya mwisho. Wa bil amrayni al-akhiraini, na kwa mambo mawili ya mwisho. Ni yapi hayo Suleiman? At-tawasul bil haqqi wat-tawasul bis sabri. Ahsant. Anasema wa bil amrayni al-akhiraini, na kwa mambo mawili ya mwisho, yukammilu ghayrahu, atakuwa mja amemkamilisha mwenzake. Yukammilu ghayrahu, atakuwa mja amemkamilisha mwenzake. Kwa hiyo kwa upande wake kuna ukamilifu na kwa upande wa mwenzake kuna ukamilifu. Wa bitakmili al-umuri al-arba'ati, na kwa kukamilika mambo haya manne. Abdul Aziz, yapi hayo? Wa bitakmili al-umuri al-arba'ati, na kwa kukamilika mambo manne. Yapi hayo? Al-imanu billah, kumwamini Allah kwa yale aliyoamrisha watu waamini. La pili, al-amalu salih. La tatu, at-tawasi bil haqq. La nne, at-tawasi bis sabri. Ahsant. Wa bitakmili al-umuri al-arba'ati, na kwa kukamilika mambo manne, yakunu al-abdu qad salima min al-khasara, ameshasalimika kutokamana na khasara ile aliyozungumza Allah, innal insana lafi khusrin. Hakika al-insan, hapo tumesema ni wanadamu wote, kwa kuwa alifu na lam kwenye neno insan, alifu na lam kwenye neno insan, al-insan inaitwa lilistighraqi, manake limemezesha watu wote. Kwa hiyo tutasema innal insana, hakika watu wote, lafi khusrin, wapo ndani ya hasara. Lafi khusrin, wapo ndani ya hasara. Kwa hiyo ambaye anataka ajitowe kwenye shimo la hasara, yapatikane kwake mambo mangapi ya Adam? Mambo manne. Ndio hapa anasema al-Imam Saadi rahimahullah, wa bitakmili al-umuri al-arba'ati, na kwa kukamilika mambo manne au kukamilisha mambo manne, yakunu al-abdu, anakuwa mja, qad salima min al-khasara, amesha salimika kutokamana na khasara. Wafaza birribhi al-azim, wafaza, na amefuzu, amefaulu. Wafaza, na amefuzu, birribhi al-azim, kwa faida kubwa kabisa. Hiyo ndio tafsiri ya aya hiyo ya mwisho ya al-Imam Saadi rahimahullah. Tuyaingie maneno yake sasa kwa uchambuzi. Hapa tumesoma maneno yake kama vile yalivyo, tuyaingie maneno yake kwa uchambuzi. Aliposema Sheikh rahimahullah, illa man ittasafa bi arba'i sifatin, illa kwa ambaye atajipamba kwa sifa nne. Ya kwanza, al-imanu bima amara Allahu min al-imani bih, kuamini yale aliyoamrisha Allah watu wayaamini. Kwanza, nini maana ya imani?
tunaingia hapo, tunaweka pembeni maana ya imani. Ma maana al-iman? Tunasema al-imanu lughatan, imani kilugha. Ukisema imani kilugha unakusudia nini? Al-imanu lughatan, imani kilugha at-tasdiqu, ni kusadikisha. At-tasdiqu ni kusadikisha. Unamwambia mtu huniamini, kwa hiyo huniamini siku hizi, manake hunisadikishi. Mimi simuamini huyu, simsadikishi huyu. Imani kilugha ni at-tasdiq. Imekuja kwenye Qur'an, wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin, katika suratu Yusuf. Tuangalie aya nambari ngapi hapa. Wama anta bimu'minin lana, imekuja neno mu'minin. Wama anta bimu'minin, ambayo ndio mu'min inatokana na imani. Aya 17, aya 17 suratu Yusuf. Andika faida hiyo. Imani kilugha ni at-tasdiq, kusadikisha. Dalili unasema aya 17 ya suratu Yusuf. Allah anasema wama anta bimu'minin lana, na wala wewe si mwenye kutusadikisha sisi. Walau kunna sadiqina, ijapokuwa sisi tutakuwa ni wa kweli. Haya ni maneno ya ndugu zake Yusuf wakiwa wanamwambia baba yao pale walipomrai kwamba awape Yusuf pamoja nao, lakini kumbe wao walishapanga njama zao, kwa kuona Yusuf anapendwa sana na baba yake mzee Yakub. Tumeelewana vizuri? Wakampangia hila. Yusuf mwenzake ni Binyamin, Benjamin. Yusuf ndugu yake ni Binyamin, kwa Kiarabu anaitwa Binyamin, wenyewe nasema Benjamin. Baba yao mmoja na mama yao, alafu wana kaka zao wengine, baba mmoja. Na mzee Yakub alikuwa na mapenzi sana na Yusuf, kwa hiyo wakapanga hila, angalau basi wakamuue au wakamtupe mbali huko, wivu tu kwamba kwa nini huyu anapendwa sana na baba. Kwa hiyo katika wale wamwambia ili kumrai, ya abana inna dhahabna nastabiqu, baada ya kuwa alishakwenda naye wakamtupa kwenye kisima. Sasa wanarudi wanatoa udhuru kwamba hawakurudi naye Yusuf. Yuko wapi Yusuf? Ya abana, ewe baba yetu, inna dhahabna nastabiqu, hakika sisi tulikwenda tukiwa tunashindana, ima kukimbia au kurusha mishale au kurusha mikuki. Watarakna Yusufa inda mata'ina, na tukamwacha Yusuf inda mata'ina, mahala tulipoweka vitu vyetu. Kwa maana hatukumgea sisi, tumemweka ile sehemu ambayo nguo zetu, vifaa vyetu tumeviweka pale. Hatukufanya uzembe katika kumchunga ndugu yetu, bali tumemwacha mahala pa amani. Faakalahu dhibu, tahamaki akaliwa na mbwa mwitu. Muda si mrefu tahamaki tunaona Yusuf ameliwa na mbwa mwitu. Faakalahu dhibu, wakati ambao sisi tunashindana. Wama anta bimu'minin lana, lakini hukuwa wewe ni mwenye kutusadikisha sisi.
walau kunna sadiqina, ijapokuwa sisi ni wa kweli. Mahali shahidi kwenye hii aya ni wapi? Mahali shahidi kwenye hii aya ni wapi? Bimu'minin lana, ndio tunaoitafuta. Kwa maana mu'min imetokamana na imani, na imani kilugha ni at-tasdiq. Kwa hiyo wama anta bimu'minin lana, maana yake hukuwa wewe ni mwenye kutusadikisha sisi. Kumbe imani kilugha ni nini? At-tasdiq. Tumeelewana vizuri hapo? Lakini pia iko aya inataja jina katika majina ya Allah, al-mu'minu al-muhaiminu. Al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir. Aya 23 ya suratul Hashr. Aya 23 ya suratul Hashr. Allah anasema huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Huwa Allahu, yeye ndiye Allah, alladhi la ilaha illa hu, yeye ndiye Allah muabudiwa wa haki, ambaye hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Al-Maliku, mfalme wa vyote. Anayevifanya anavyovimiliki namna anavyotaka yeye, pasi na zuio. Al-Quddusu, mtakasifu, aliyetakasika kutokamana na kila pungufu na aibu. Al-Quddus. Assalamu, aliyesalimika na aibu. Al-mu'minu, hapo ndo mahali shahid. Al-mu'minu maana yake nini? Allah ni mu'min? Maana yake Allah ni mwenye kuwasadikisha mitume wake na manabii wake kwa yale aliyowatuma naye kwayo, anawasadikisha kwa kuwapa miujiza. Kwa anawapa miujiza kuwasadikisha kwamba ni wa kweli hawa kwa hayo waliokuja nayo. Ingekuwa hawa kweli sio manabii, wasingeliweza kuyafanya haya ya miujiza wanayoyafanya. Mfano Nabii Saleh kumtoa ngamia kwenye pango, akamtoa ngamia kwenye pango Nabii Saleh. Musa kupiga fimbo kwenye bahari kaachana ikatengeneza njia, akapita Musa na watu wake waliomwamini, wakapita Firauna na jeshi lake la kidhalimu likaangamia. Kina Musa wale wameshavuka bahari. Kwa hiyo hawa wamesadikishwa kimiujiza na Allah aliyewatuma. Kwa hiyo Allah katika majina yake al-mu'min. Nini maana al-mu'min? Al-musaddiq, mwenye kusadikisha. Rusulahu, kuwasadikisha mitume wake kwa kuwapa miujiza. Dhahiri 23 ya suratu Al-Hashr. Tunapata imani kilugha hapo. Wa shar'an, na kisharia. Al-imanu shar'an, imani kisharia wanasema al-i'tiqadu al-jazim بأركان الإيمان الستة. الاعتقاد الجازم نكويتكيدي itikadi ya kukata isiyo na mashaka, isiyo na wasiwasi, isiyo na kutaraddadi. al-imanu al-i'tiqadu al-jazim, al-i'tiqad al-jazim, kuitakidi itikadi ya kukata. Biarkanil imani sita, katika kuamini nguzo sita za imani.
hii ndiyo maana ya itikadi kisharia, ndiyo maana ya imani kisharia, ndiyo maana ya imani kisharia. Al-imanu shar'an wanasema al-i'tiqad al-jazim bi arkani al-imani sita. Nguzo sita za imani zinatambulikana: kumwamini Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake, na kuamini siku ya mwisho, na kuamini qadari ya khairi zake na shari zake. Kwa hiyo aliposema al-Imamu as-Sa'di illa man ittasafa bi arba'i sifatin, kwa hiyo illa alladhina amanu wa amilu salihati mpaka mwisho, illa man ittasafa bi arba'i sifatin, isipokuwa kwa yule ambaye amejipamba kwa sifa 4. Al-imanu bima amara Allah min al-imani bi, kuamini vile ambavyo Allah ameamrisha watu waviamini, navyo ni vile 6 ambazo ni nguzo za imani 6, ndizo zinazokusudiwa hapo. Abdul Hafidh, imani kilugha ni nini? At-tasdiq. Ahsant. Wa shar'an ahsant. Jitahidini mtazitaja kwa Kiarabu, msizungumze kwa Kiswahili. Jitahidini kama mtakavyositaja: al-i'tiqad al-jazim bi arkani al-iman 6, kama alivyosema at-tasdiq huyu lughatan, bas shar'an nitaja vile vile bilisani ad-din. Na nimeambiwa fawaid usandiko kwa Kiswahili, jitahidini muandike kwa Kiarabu. Sehemu unaona umetatazika, unaweza kuandika alafu baadaye kurekebisha. Na nguzo 6 za imani zimekuja katika ile hadithi ya Jibril aliyemuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam anil iman. Mtume akamwambia, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Hadith maarufu. Akasema al-Imam Sa'di, wal amalu salih, na matendo mema. Tukasema wa hadha shamil, na hili limekusanya li af'ali alkhairi kulliha, matendo ya khairi yote, adh-dhahirati wal batina, ya wazi na yaliyofichikana. Ya wazi kama vile min salatin, kama vile sala, wa zakatin, na zaka, wa siyamin, na saumu, wa hajjin, na hija, wa birri alwalidaini, na kuwatendea wema wazazi wawili, wasilati al-arhami, na kuunga udugu, wa ghairi dhalika, na yasiyokuwa hayo ni ya wazi, adh-dhahira. Wal batina, kama vile al-khawf, unamkhofu Allah kwenye moyo, mahabba, tuhibbu Allah, unampenda Allah kwenye moyo, ar-raja, kutaraji, unamtaraji Allah katika moyo, al-mutaalliqati bihuquqi Allah, yanayofungamana na haki za Allah kama vile sala, zaka, hofu, wa huquqi ibadi, na haki za waja wake kama vile tulivyotaja, kuwatendea wema wazazi wawili, kuunga udugu, haki hizo za waja wake subhanahu wa ta'ala. Alwajiba wal mustahabba, za wajibu kama vile sala na saum, wal mustahabba, na ambazo sio wajibu kama kutoa sadaka. Toa sadaka sio za wajibu,
Kwa hiyo aliposema wal amalu salih hukusudiwa haya matendo mema, kwamba matendo yote ya khairi ya wazi, dhahira wal batina, yanayofungamana na haki za Allah na yanayofungamana na haki za waja wake.